Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda ukaangalia viwanda vilivyofungwa, ukienda Rungwe kuna viwanda kama vitatu vimefungwa. Ukija Njombe kuna viwanda vitatu vimefungwa. Ukienda Mufindi kuna viwanda viwili vimefungwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda ukaangalia zaidi vimefungwa kwa sababu gani? Cha kwanza utagundua kwamba vimefungwa kwa sababu kuna mwekezaji ambaye au hana uwezo au hana nia ya kuendeleza zao la chai. Kwa hiyo mimi naongea nikiongozwa na data ambazo uwezeshaji wa viwanda hivyo. Ukiangalia hivi viwanda nilivyovitaja vyote kwa pamoja, kimoja kinazalisha tani 8,000, kimoja 6,000, kimoja 2,000. Lakini kuna uzalishaji wa viwanda vitano au vinne vya mwekezaji mmoja ambao ni DL Group. Hawa peke yao wana uwezo wa kuzalisha tani 17,800. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko sana, uzalishaji wao sasa hivi ni tani 320, chini ya 4%, chini ya 3%. Sasa hili jambo sio jambo la kulifungia macho. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wa Tanzania tuna jambo letu. Jambo letu ni dira. Dira inatuambia kwamba 2025 kwenda 2050 tunataka private sector ichangie 70% kwenye hiyo dola trilioni 1 ambayo tunataka tuwe nayo au tuizalishe, na pato la mtu liwe dola 7,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwendo huu ambao tunakwenda kwenye viwanda, nchi yetu lazima iwe tayari kufanya maamuzi magumu. Nilikuwa natafuta neno zuri, maamuzi magumu. Na katika maamuzi magumu ni pamoja na kufanya evaluation ya aina ya uwekezaji ambao tunao. Nchi yetu inavutia wawekezaji. Lakini tunapovutia wawekezaji, kuna baadhi ya wawekezaji, Mheshimiwa Mwenyekiti, hawatufai. Na mimi nalisema hili kwa sababu nimeongea ndani ya bunge hili kwa miaka 5 pamoja na wenzangu kuhusiana na zao la chai kwenye maeneo ya Mufindi, Njombe mpaka Rungwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukweli ni kwamba tuna mwekezaji ambaye alipewa viwanda kwa nia njema na serikali kupitia benki, lakini uwezo wake umeonyesha kwamba ni mdogo kuendesha hivyo viwanda. Kama tunataka kufikia lengo letu la private sector kuwa ndio engine na kutusaidia kule mbele, ni lazima tuwe tayari kufanya maamuzi sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 1921 mwezi wa 3, makamu Mheshimiwa Majaliwa akiwa waziri mkuu alitembelea Njombe, akakaa na wadau wa chai, na iliyojitokeza ilikuwa ni wazi kwamba mwekezaji huyu tunayemwongelea ambayo ni DL Group kutoka nchi ya mbele ya mlima wa Kilimanjaro, mwekezaji huyu ilionekana wazi, na haya sio maneno yangu, ni maneno ya Mheshimiwa waziri mkuu wa wakati ule, kwamba anatuhujumu, ni mhujumu uchumi hapa nchini kwa sababu hawezi kuendesha viwanda, wafanyakazi kule wengi wamepunguzwa. Taarifa Mwenyekiti. Shamba yamesimama. Taarifa Mheshimiwa Edwin Swale. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimpe taarifa Mheshimiwa Deo Philip Mwanyika anayechangia vizuri sana kuhusu zao la chai. Amerejea hotuba ya Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa ya tarehe 9 Machi 2021 Njombe, na mimi nilikuwepo. Waziri Mkuu alisema mwekezaji anayemiliki viwanda hivi vya Kibena, Lupembe, Luponde inaonekana kama anafanya sabotage kwenye zao la chai hapa nchini. Hiyo ndio taarifa ambayo nataka nimuongezee Mheshimiwa Deo Mwanyika. Mheshimiwa Deo Mwanyika, unaipokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, naipokea taarifa hiyo. Namshukuru sana mdogo wangu wakili Enos Swale. Matokeo ya jambo hili Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwamba mapato ya taifa ya serikali na ya halmashauri yameporomoka kwenye maeneo hayo yote, ajira zimepotea, fedha za kigeni tulizozitegemea hazipo tena. Migomo ya wafanyakazi ni jambo la kawaida, inaendelea, ilianza Mufindi, baadaye imehamia Njombe, lakini pension za wafanyakazi hazilipwi na huyu mtu. Lakini sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutambua nia nzuri ya kumuita mwekezaji, aliruhusu wizara ifanye utaratibu wa kutafuta fedha angalau kumsaidia mwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, alipewa bilioni 10 siku za karibuni mwaka jana, lakini pamoja na kupewa bilioni 10
hali bado ni mbaya, hakuna mwanga. Na hizi fedha sio ni fedha za kutoka huko anakotoka. Hizi ni fedha za nchi yetu, za benki yetu hapa ya CRDB. Kwa hiyo mimi niseme kwamba aina ya huu uwekezaji, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lazima tukubaliane. Ndio mambo aliyosema Mheshimiwa Profesa Kitila. Let's try to do business unusual. Let's do business unusual. Tunataka wawekezaji, ni kweli, na sisi hatutaki kupeleka message mbaya kwa wawekezaji. Lakini mwekezaji anayeturudisha nyuma, mwekezaji ambaye anarudisha umasikini kwa wananchi. Chai, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni zao ambalo linaongeza ajira kwa watu wa kawaida. Chai ni zao ambalo watu wanauza chai wanapata hela ya kwenda kulipa ada. Chai ni zao ambalo wanalipa wanakwenda hela ya matibabu. Leo hii watu hawawezi kufanya hayo mambo kwa sababu mwekezaji amefunga viwanda, hata chai yake anashindwa kuhudumia. Hawezi kuweka mbolea, hawezi kubadilisha mashine, hawezi kununua spare, hata umeme anashindwa kulipa. Hivi huu mwekezaji wa aina hiyo, Mheshimiwa, kwa nini serikali isifanye maamuzi magumu ya kutafuta njia ya kuachana naye? Wazo letu na wazo langu ni wakati sasa wa kutafuta wawekezaji wengine wa uhakika, maana wapo. Na tuombe sana benki ya CRDB itusaidie kwenye hilo, kwa sababu wao wamefinance. Siamini kama wanaona mwanga kwenye jambo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, huhitaji kuwa financial guru kujua kwamba this is a failed business. Huhitaji. Unaona namba zinajionyesha wazi kabisa. Ukizalisha kwa uzalishaji huu na migomo inayoendelea, deni la pension pekee yake la wafanyakazi ni bilioni 4.7 pension. Lakini anakusanya, analipa mishahara kwa kusuasua na hapeleki hata hizo pension bado kwa wafanyakazi. Kwa hiyo hatuwezi kuendelea na hii hali. We have to make a decision. Na mimi nimuombe sana Mheshimiwa Waziri, na matumaini makubwa kwamba analifahamu, na nina uhakika sana waziri wetu ana uwezo wa kutusukuma tukafika mahali pazuri kwenye jambo hili. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, sisi tuna matumaini makubwa na wewe, tunakutegemea sana kwenye jambo la chai. Na bahati nzuri na yeye ni mkulima wa chai, na yasema haya na yeye anayapitia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipenda niongelee chai kwa uzito huo, na niombe sana serikali ifanye maamuzi. Wakati namshukuru Dr. Samia kwa kusababisha hawa wamepata pesa, lakini hizo pesa hawazitumii inavyotakiwa. Mheshimiwa, lakini wanafanya vizuri kwenye mazao mengi, na zao la parachichi pamoja na mboga wizara hii imelisimamia vizuri sana na linafanya vizuri sana. Tumeona hapa linakwenda vizuri, production iko above the target, wanaongelea 108%. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwaombe sana, bado kuna changamoto. Zao la parachichi ni very delicate, lakini linaweza likatransform uchumi wa nchi hii. Unaposema ni green gold, it really means green gold. Lina uwezo mkubwa wa kutransform uchumi wa nchi hii na kubadilisha maisha ya wananchi wa kawaida. Mimi niwaombe sana, kuna changamoto ndogo ndogo pale. Na niwapongeze sana watu wa Kopra. Wamekuwa mstari wa mbele kushirikiana na wakulima kutatua changamoto. Kwa hiyo tuwatie moyo waendelee. Lakini kwenye chai tuwaambie watu wa bodi ya chai wapo. Kazi yao ni kusimamia zao hili. Tunapiga kelele miaka yote hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimwombe waziri akiweza aanze na